بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Ndugu zangu wapendwa, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye katujalia tena kukutana kuweza kuendelea katika somo letu la hukumu ya nuni yenye sakine na tanwin, ambayo tulishilizia katika hukumu ya pili ambayo ni idgham, na mfano wa mwisho ambao tulimalizia ni mfano wa nuni katika re, ambayo tukakutana na neno min rabbihim, kwa maana neno lenyewe limeandikwa min rabbihim, lakini usomwaji wake ni min rabbihim. Kwa hiyo anuni sakinatu wa tanwin, nuni yenye sakine na tanwin, hukumuha lidgham, hukumu yake ni kuchanganya, lidhikri rai baadaha, kwa kuitaja re baada yake, wa tanwini. Lakini vile vile tulishilizia katika sehemu ya tanwini katika ile idgham, ambapo kuna neno ghafurur rahim, neno ambalo limeandikwa ghafurun rahim, lakini katika usomaji wake wa kihukumu linasomwa ghafurur rahim. Kwa hiyo tanwin hukumuhu idgham lidhikri rai ba'dahu, warra'u min hurufi al-idgham. Kwa hiyo re ni tanwini iliyopo hapa, hukumu yake ni kuchanganya kwa kuitaja re baada yake, na re ni katika herufi za idgham. Wa qisa la dhalika, na utapima juu ya hivyo. Leo ndugu zangu wapendwa, tunaendelea katika kumalizia hukumu mbili za nuni sakne na tanwin. Utakumbuka kwamba tulielezea kwamba nuni yenye sakne na tanwin hukumu zake ni 4. Tukaona hukumu ya kwanza al-izhar, ambayo ni kuchanganya, na tukapata herufi zake 6 zilizokusanywa katika nusu ya ubeti, ambazo herufi hizi huanzwa mwanzo wa maneno, ambayo akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Tukaona pia herufi 6 za idgham ambazo zimekusanywa katika neno yarmaluna, kwa maana ye, re, mim, lam, waw, nun. Lakini herufi hizi zimegawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna idgham yenye ghunna na isiyokuwa na ghunna. Idgham yenye ghunna herufi zake ni 4, ambazo ni yamnu, kwa maana ye, mim, nuni na waw. Na idgham isiyokuwa na ghunna herufi zake ni 2, ambazo ni ralla, kwa maana re na lam. Kwa hivyo leo tunaendelea insha Allah kwa huruma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa heshima na cheo cha mtume wetu aliyeradhiwa kutuombea katika siku ya heka na majuto, bwana wetu kipenzi chetu, kiongozi wa mitume, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapendwa, hukumu hizi tuzizingatie sana na tuzifundishe sana kwa wenzetu kadri Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapokuwa ametujalia, ili ifike wakati tuisome Qur'ani kama ilivyotoka kwa Allah kwenda kwa Jibril kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma haddul iqlab lughatan wa istilaha, nini hukumu ya kugeuza kilugha na kisheria au kimapatano ya wanazuoni? Amma lughatan, ama iqlabu katika lugha ya Kiarabu, fahuwa tahawilu shay an wajihi, nayo ni kugeuza kitu kunako muonekano wake au sura yake au njia yake na kadhalika. Wa amma istilaha, na ama kimapatano ya wanazuoni au kisheria, fahuwa ja'alu harfin makana harfin akhar, nayo ni kuweka herufi katika sehemu ya herufi nyingine, maa muraati alghunna, pamoja na kuchunga ile ghunna. Ghunna tulielezea kule, walghunnat sautu min alkhayshum, ay ikhraju sautu lahu raninu min alanfi halatu nutqi, ni kuitoa ile herufi sauti ambayo inatokea katika mionzi ya pua, ambayo hurindima sauti ile toka katika pua, katika hali ile ya mtu kuwa anapotamka
herufi hizo au neno hilo. Ndugu zangu wapendwa, ama katika kuelezea hiyo iqlab, asema msemaji mwingine pia katika wasemaji katika kulielezea hilo neno iqlab, yani hiyo hukumu ya kugeuza, asema wa huwa qalbu nuni sakinatu au tanwini mima mukhfatun bighunna, asema ni kuigeuza nuni yenye sakne au tanwini kuwa mim iliyofichikana kwa ghunna. Kwa hiyo utaona kwamba iqlab ni kule kuigeuza ile nuni yenye sakne kuwa mim, na zile tanwini fathatani kasratani dhammatani kuwa mim vile vile, lakini haidhihiri katika maandishi, inadhihiri katika matamshi. Ndugu zangu wapendwa, kam hurufu al-iqlab, ni ngapi herufi za kugeuza? Harfu wahidun wa huwa al-ba, asema herufi yake ni moja, nayo ni be. Ma amthilatu dhalik, nini mfano wa hiyo iqlab? Mithaluhu inda nuni min kalimatain, asema mfano wake katika nuni katika maneno mawili. Min, hapa imeandikwa neno min ba'di, min ba'di, lakini hukumu yake nuni sakinat wa nunu sakinat hukumuha al-iqlab lidhikri al-ba'i ba'daha, walba'u min hurufi al-iqlab au min harfi al-iqlab. Asema nuni sakine hapa katika neno min ba'd ni hukumu yake ni kugeuza kwa kuitaja be baada yake, na be ni katika herufi ya iqlab. Kwa badala ya kusema min ba'di kama ilivyodhihiri katika maandishi, inasomwa min ba'di, min ba'di. Wa min kalimatin, na katika neno moja yun, hapa imeandikwa yun bitu lakum, yun bitu lakum, lakini ile nuni sakne inageuzwa kuwa mim yenye sakne, fasara inakuwa yumbitu lakum, yumbitu lakum. Wa misalu tanwini, na mfano wa tanwini, sami'un basir, sami'un basir. Hapo imeandikwa sami'un basir, sami'un basir. Ile tanwini iliyoko juu ya aini inageuzwa kuwa mim yenye sakin, kwa hiyo inakuwa sami'un basir. Lakini mfano mwingine, alimun bima kanu, alimun bima kanu. Hiyo ni hukumu ya iqlab kilugha na kisheria na mfano wake. Tukimalizia katika hukumu ya 4 katika hukumu za nuni sakina na tanwin, nayo ni ikhfa'u kwa maana kuficha. Ma haddul ikhfa'i lughatan wa istilaha, nini hukumu ya kuficha kilugha na kisheria au kimapatano ya wanazuoni? Amma lughatan, ama kilugha, fahuwa satru, nayo ni kusitiri kwa maana kuficha. Wa amma istilaha, na ama kisheria, fahuwa ibaratu ani nutqi biharfi sakin ari, nayo ni ibara, ni tungo, ni sentenso, ni muundo wa kutamka herufi yenye sakini iliyokuwa tupu, ai khal, yani isiyokuwa na kitu, ani tashdid, iliyoepukana na kuwa na shadda, ala sifatin baina al-idhhari wal-idgham, inakuwa ina sifa kati ya kudhihirisha na kuchanganya, maa baqa'il ghunna, pamoja na kubakisha ghunna, fil harfi al-awwal, katika herufi ya kwanza au herufi ya mwanzo, wa huwa nunu sakinatu wa tanwin, nayo ni nuni yenye sakne na tanwin.
Ama akasema msemaji wa nutqu nunu sakinatu wa tanwin, nayo ni kuitamka nuni yenye sakini na tanwin bishakli mutawassit baina al-idgham wal-idhar, kwa umbile ambalo linakuwa kati ya kuchanganya na kudhihirisha. Ari yani tashdid, hali ya kuwa kuchunga zile shadda, kuepukana na shadda, maa baqa'il ghunna, pamoja na kubakisha ghunna. Kam huruful ikhfa, ni ngapi herufi za kuficha? Hurufuhu 15, herufi zake ni 15. Awailu kalimati hadha albayt, ziko mwanzo wa maneno ya ubeti huu. Kwa katika kila mwanzo wa neno unachukua harfu moja, jumla yake ziko herufi 15. Sif dha thanakum kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da zalima. Sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa da zalima. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ما مثال ذلك؟ نيني مفانو. مثال النون عند الصاد، mfano wa nuni mbele ya sadi, min kalimataini, katika maneno mawili. An salatihim, an salatihim. Wa min kalimatin, na katika neno moja, unsirna, wa tanwini, na tanwini, qawman salihin, qawman salihin. Wa qis ala dhalika, na utakisia ama utapima juu ya hivyo, baqiya al-ahrufi al-madhkura, kwa herufi zote ambazo zilizobakia. Kwa hiyo tunaposema an salatihim, ile nuni sakne hukumuha al-ikhfa, hukumu yake ni kuficha, lidhikri sadi baadaha, kwa kuitaja sadi baada yake. Wasadu min hurufi al-ikhfa, na sadi ni katika herufi za kuficha. Ndugu zangu wapendwa, katika hukumu ya nuni sakne na tanwin, hukumu zake ni 4. Leo tumefikia tamati katika kuzielezea hukumu hizo 4 kilugha na kisheria, vigawanyo vya idgham, lakini vile vile kuelezea iqlab na ikhfa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.